Kwa majina naitwa Hamisi Mkoma, ni mkurugenzi mtendaji wa NGO inaitwa Power Life Health and Wealth Solution. Lakini Power Life kama wadau wakubwa wa serikali tumekuwa bega kwa bega katika maandalizi yote ya shughuli ya leo. Power Life tumeanza maandalizi toka tarehe 1 ya mwezi huu wa 3 katika viwanja hivi, na kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamefanyika mpaka kufikia leo siku ya kilele. Tarehe 1 kulikuwa na mabanda tumeweka ambayo wadau mbalimbali wajasiriamali wameleta bidhaa zao na kuweza kuuza. Lakini pia siku ya tarehe 3 kulikuwa na ufunguzi rasmi wa kongamano ambalo lilihusisha wajasiriamali wanawake 20 kutoka katika wilaya 4. Wilaya ya Tarime mjini, Tarime vijijini, wilaya ya Serengeti pamoja na wilaya ya Rorya. Na pia kulikuwa na wadau mbalimbali ambao walitoa mada kwa ajili ya kuwafundisha hao wajasiriamali, wakiwemo wadau kutoka NMB, kutoka SIDO, kutoka NSSF pamoja na TRA. Lakini pia kulikuwa na mtoa mada kutoka katika halmashauri ya mji wa Tarime ambaye alifundisha namna gani wajasiriamali wanaweza kupata fursa ya kupata mikopo kupitia zile asilimia za halmashauri. Lakini tuliendelea na shughuli hizo kwa muda wa wiki nzima mpaka kufikia leo siku ya kilele. Tukaungana na wadau wengine sasa kimkoa kutoka wilaya zote za mkoa wa Mara. Kilele leo tarehe 8 zimefanyika katika viwanja hivi vya Sabasaba hapa Serengeti. Nini wito wako kwa wanawake? Wito wangu kwa wanawake ni kujitoa na wajiamini, na sisi tuko tayari kuwawezesha kuweza kufanya mambo makubwa sana. Lakini moja ambalo tumewashauri ni kujiunga kuwa wanachama wa Power Life. Wakiwa wanachama wa Power Life wanaweza kunufaika na mambo mbalimbali. Moja, wanaweza tukawaletea wadau mbalimbali wa kuwafundisha kujenga uwezo wa biashara ambazo wanazifanya. Mfano, mtu anayeuza matunda anaweza akapewa uwezo, akaongezewa uwezo wa kusindika hayo matunda yakawa yameongeza thamani. Mfano, anauza machungwa, akasindika machungwa akapata juisi. Na juisi gharama yake inakuwa ni kubwa kuliko mtu anayeuza chungwa la kawaida. Mfanyabiashara anayeuza dagaa kwenye kikapu, tunamshauri aweze kutafuta vifungashio, aweke lebo na aweze kufanya packing nzuri na kuweza kuuza. Kwa hiyo tunapoongeza thamani ya bidhaa, vile vile unapanua ile mitaji yao ambayo walikuwa nayo na kuweza kufikia malengo makubwa ya kibiashara. Tumewapa wito pia wasiridhike na kile wanachokifanya. Kila mwaka unafanya kitu kile kile. Tunataka kuona baada ya miaka 3-4 hawa wajasiriamali wamepiga hatua kutoka pale walipokuwa kwenda katika hatua bora zaidi. Mitaji yao imeongezeka, faida imeongezeka, na tuanza kuona mabadiliko hata katika maisha yao ya kawaida. Eneo hili mojawapo ni haya mabanda ambayo unayaona hapa. Na mabanda kama mengine hapa yameondolewa, yametumika tayari, kazi yake ilikwisha siku ile ya kongamano, lakini mengine yameendelea kuwepo kwa ajili ya kuwakaribisha wajasiriamali waweze kufanya biashara zao. Hilo ni moja tumefanya. Lakini lingine tumetoa mada pia. Tumetoa mada kuwafundisha wajasiriamali jinsi ya kuongeza thamani ya bidhaa au biashara wanazozifanya. Lakini tumeendelea kutoa elimu pia ya afya. Unaweza kuona kuna banda hapa ambalo kuna ushauri wa afya unatolewa, kuna vipimo vinatolewa bure kwa wananchi wote bure, lakini pia kuna tiba ya asili ambayo inauzwa hapa kwa bei nafuu kwa ajili ya kutibu maradhi mbalimbali sugu yanayowakabili wananchi. Bado tupo kwa sababu usiku wa leo au jioni ya leo kuna hafla au usiku unaitwa usiku wa mwanamke. Power Life imeorganize usiku wa mwanamke. Wanawake watakuwa na jambo lao leo usiku wa leo kama sherehe, watapeana kubadilishana mawazo, kutakuwa na mtu ambaye ni motivator, kutakuwa na mtu wa saikolojia. Kwa hiyo kuna shughuli hapa, na kulikuwa na vinywaji, chakula. Ndio tunamalizia hapo. Baada ya hapo tutaondoka kurudi makao.